Vikosi vya Kristo vya Mwananga huku vikiwa vimeliacha anga la Nampanga na viunga vyake likiwa huru kabisa. Uhuru huo umetokana na Injili ya kweli ya Yesu Kristo iliyohubiriwa kwa siku zote 4. Vikosi hivyo vimefunga mtambo maalum angani uitwao DTY, yani damu takatifu ya Yesu, ambao una uwezo wa kukata mawasiliano kutoka kuzimu kuja duniani, na pia mtambo huo uharibu mifumo ya safari za kichawi na kishirikina, na pia kuharibu kazi za wapiga ramli na waganga wa kienyeji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa TAG Bwasa, mlima wa makimbilio Nampanga. Kanisa limeshauriwa kudumisha umoja ili kazi ya Mungu iwe na nguvu. Ushauri huo umetolewa na mwandishi wa kituo hiki cha habari katika maagizo ambayo Yesu aliliachia kanisa ni pamoja na kuwa na umoja, ndipo ulimwengu utajua kuwa wao ni wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Ushauri huo umeeleza kuwa kwa vile wote ni wafanyakazi katika shamba la Mungu, basi kusiwe na kulaumiana, kushambuliana na kuona mwingine hafai, kwani hayo yataupa nafasi ufalme wa giza kuwa na nguvu ya kulishambulia kanisa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Na sasa tupate jibu la swali la kipima roho. Swali lilihoji, kwa nini wezi, wazinzi na walevi hawataingia mbinguni? Jibu ni kama ifuatavyo. Wezi hawataingia mbinguni kwa sababu watabandua yale madini yaliyotumika katika majenzi ya mji ule, na hivyo kuharibu mandhari ya mji. Wazinzi hawataingia mbinguni kwa sababu kule mbinguni kuna malaika wenye sura nzuri mno, na hivyo watawatamani na kusababisha taharuki katika mji ule. Walevi hawataingia kwa sababu pombe hutoa harufu mbaya na kusababisha kukojoa hovyo, hivyo mji utafunikwa na harufu mbaya na kutapakaa mikojo yenye harufu kali. Na huo ndio mwisho wa matangazo yangu wakati huu. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kasimba wa Kasimba. Tuonane wakati mwingine. Asante.